Ni siku nyingine tena ambapo tunakwenda kuzungumza mambo mengi mazuri, tukigusa sehemu mbalimbali, tukigusa kwenye michezo, kwenye jamii, lakini pia kwenye burudani. Na wakati huu tutakwenda kuzungumzia masuala ya kiburudani. Kauli ya Esma imezua balaa sehemu mbalimbali, lakini kauli hiyo kuhusu wanawake kujitathmini badala ya kulaumu wanaume pekee katika masuala ya kuchepuka imezua mjadala mkubwa mitandaoni. Kauli hiyo imekuja wakati ambao maisha yake ya ndoa na mumewe Rashid Shaibu maarufu Jembe One yamekuwa yakizungumzwa sana kufuatia sakata la video iliyosambaa mtandaoni. Kutokana na uzoefu wake wa ndoa mbalimbali zilizowahi kuandikwa na vyombo tofauti vya habari ndani na nje ya Tanzania, Gift Online TV imekaa naye katika mahojiano maalum ya dakika kadhaa ili kufahamu kwa undani mtazamo wake kuhusu mapenzi, ndoa, usaliti, msamaha na masomo yaliyojifunza katika maisha ya kwake. Sasa hapa tunakwenda kuona ni nini ambacho aliweza kuzungumza. Esma Platinum nilimaanisha kwamba kwenye mahusiano si sahihi upande mmoja pekee kulaumiwa. Wakati mwingine ni muhimu kila mmoja kujiangalia na kuona amechangia nini kwenye changamoto zinazotokea. Lakini pia swali likaja, wapo wanaosema kauli yako ilionekana kuwatetea wanaume wanaochepuka. Hili aliweza kujibu, hapana, sikutetea usaliti. Usaliti ni kosa. Nilichokisema ni kwamba kabla ya kutoa hukumu kwa mwingine, ni vyema pia kujitathmini kama huna jambo la kuboresha kwa upande wa kwako. Vipi kuhusu kauli hiyo imekuja baada ya sakata lililohusisha wewe na mume wako? Je, kuna uhusiano wowote? Akaweza kujibu, kila jambo linalotokea maishani linafundisha kitu. Inawezekana uzoefu wangu umenifanya kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi kuliko zamani. Msamaha ni sehemu ya maisha, hakuna mwanadamu mkamilifu. Nilichofanya ni kuangalia mustakabali wa maisha yangu na kufanya maamuzi ambao niliona unafaa. Inategemea mazingira. Kuomba radhi pekee haitoshi, lazima kuwe na mabadiliko ya kweli yanayoonekana kwa vitendo. Nimejifunza kwamba ndoa ni sherehe, si sherehe wala picha nzuri mtandaoni. Ndoa ni uvumilivu, mawasiliano na kuheshimiana kila siku. Naona ilikuwa sehemu ya safari yangu, kila hatua ina mafunzo yake. Kuna mambo mengi nilijifunza kuhusu watu, mapenzi na maisha kwa ujumla. Lakini pia tunawasiliana kama wazazi kwa sababu tuna majukumu yanayotuhusu. Jambo muhimu ni kuhakikisha mtoto anapata malezi bora. Sasa hapa ikawa na maswali mengi kutoka sehemu mbalimbali. Je, ni vigumu kuishi maisha ya ndoa ukiwa mtu maarufu? Akaweza kujibu, ni vigumu kwa sababu unakosa faragha. Wakati mwingine watu wanatoa maoni bila kujua ukweli wowote. Kwa hapa ameweza kuzungumza, lakini tunaona kauli ya mwisho aliweza kuzungumza kwamba kumweka Mungu mbele, kuwasiliana kwa uwazi, kuheshimiana na kujifunza kusamehe pale inapobidi. Hayo ndo ushauri wa kwake kuhusiana na masuala ya ndoa. Tumeona hekaheka nyingi aliweza kupitia katika maisha yake ya ndoa akiwa na mume wake Jembe One, lakini ameweza kuweka wazi. Alionekana akizungumzia kwamba usaliti ni pande zote mbili, sio tu kwa upande mmoja, lakini ameweza kukanusha kwamba unaangalia ni upande upi. Akaweza kumalizia, nimepitia mengi kama mwanamke, sijifanyi mkamilifu, lakini naamini uzoefu wangu unaweza kuwasaidia wengine kuona maisha kwa mtazamo tofauti. Kwa hiyo wewe unaingia kwenye ndoa ama wewe ulopo kwenye ndoa, unaweza ukajifunza kupitia Esma Platinum kwamba usaliti upo, lakini kusameheana pia kunawezekana. Swali la msingi ni kumtanguliza Mungu katika mahusiano yako, katika maisha yako ya ndoa, ili uweze kujua sasa kitu gani ambacho unaweza kufanya kwa wakati gani. Lakini pia kuishi maisha ya ndoa sio maisha ya mtandaoni, kwa sababu wengi wanajadili mengi, wana comment mengi, inaweza ikazua taharuki ama kuhoji kitu ambacho hakina ukweli. Kwa hiyo baki na Gift Online TV tuweze kufahamu mengi zaidi.